Thank you so much. Ukipatiwa mwaliko kama huo, unasikia hata kuendelea Baba Nicholas. Asante sana. Mungu awabariki na mtendee vyema. Pata kiketi katika jina safi la Yesu, na Mungu awabariki sana kwa jina la Yesu Kristo. Amen and amen. Jambo la kwanza, nimeokoka adhuhuri ya leo, na mpenda Yesu kwa maana ameniokoa na amenihifadhi vizuri. Yesu ni kimbilio katika maisha yangu, na mpenda kwa maana isipokuwa ni Yesu singekuwa mahali niko, na mshukuru huyu Mungu. Jambo la pili, nashukuru kwa ajili ya ninyi ambao tumekuja fellowship ya siku ya leo, na mjue fellowship hii ni Wednesday ya mwisho ya mwezi huu wa 11. Hii ndio Wednesday ya mwisho 26, ili tuingie sasa ya December sasa. Na namshukuru Mungu kwa sababu Mungu ametupeleka hii yote Wednesday from January to now tuko November. Sasa tunaingia kilele cha mwaka huu sasa December, na ninaamini Mungu atakuwa pamoja na sisi katika jina safi la Yesu. Sema amen. Nashukuru kwa ajili ya watu wote wa online. Mungu awabariki na mtendee vyema. Karibuni katika ibada ya fellowship ya mwisho ya mwezi wa Novemba. Karibuni sana na Mungu awabariki sana. God bless you. Nashukuru kwa ajili ya yote tumekuja siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen and amen. Tuliongea na nyinyi kuhusu Mungu kukupatia watu wazuri ama mtu mzuri katika maisha yako. Mwanadamu katika karia na katika maono na katika mwito, mtu anahitaji atumiwe mtu mzuri ama watu wazuri. Are we together? Na katika maisha yako unahitaji Mungu na watu wazuri. Bwana Yesu asifiwe. Na katika karia yako, na katika mwito wako, na katika maisha yako, na katika maono yako, unahitaji Mungu na watu wazuri. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa na Mungu lakini unahitaji watu wazuri. Na ukikosa watu wazuri katika maisha yako, kuna vitu ambayo itafanyika, na ile kitu inatatiza watu wengi ni delay. Watu wengi wanadhani ya kwamba delay inaletwa roho ya delay, lakini acha nikueleze, hata delay inaletwa katika maisha yako kwa kukosa watu wazuri katika maisha yako. Are you together? Unapokosa mtu mzuri katika maisha yako, kuna vitu inakuwa baya katika maisha yako. Tulisoma ni kitabu cha Bwana katika Biblia kana kulikani. First Thessalonians. Ni kweli, lakini kwanza tuliingia katika Second King, tukaona vile ambaye Elisha mtumishi wa Mungu alihitaji, na hiyo ilikuwa ya pili. Basi tuingie hii ya kwanza, na naamini Mungu atubariki katika jina safi la Yesu. Amen and amen and amen. Tulisoma Second King 4 verse 8. Hapo tukaanzia hapa, alafu tukarejea hiyo Second Thessalonians ya pili. Ilikuwa pili ama kwanza? Tuendelee kwa tusome pale. Elisha alikuwa nabii wa Mungu, na Elisha alikuwa major prophet. Kwa nini Mungu alimwambia apite njia ya kwenda katika Sunamite? Katika Sunem, mji wa Sunem. Tusomee pale Second King 4 verse 8 inasema. Second Kings 4 verse 8 inasema, hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunem, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile kuingia kula chakula, yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha
atakataa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mbele yake. Akamwambia, sema naye sasa. Tazama, wewe umetutunza sana namna hii, utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amiri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Akamwambia, kamwite. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mlangoni. Akasema, panapo wakati huu mwakani utamkumbatia mwana? Akasema, la, bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mtoto mume wakati huo huo mwakani, kama Elisha alivyomwambia. Amen. Baba, katika jina safi la Yesu, asante kwa ajili ya siku hii njema. Hii ni Wednesday ya mwisho mwezi huu wa Novemba, lakini Mungu naomba utusaidie na utuletee watu wazuri. Na pia Mungu wa majeshi wa baraka, ninapoongea neno hili, wacha liingie kwa watu wako. Wacha watu wako walisikie na walielewe, na liwafanyie kazi, na liwazalie mazao, ili maisha yao ipate mazao mazuri, kwa maana Baba unaweza. Na ni katika jina safi la Yesu tumeomba na tumeamini, tuseme amen and amen. Kuna kitu nilikueleza na nataka nirudie tena. Watu wengi wanaona kama Mungu amewaacha, lakini kunaye mambo ambaye kuna kazi ya Mungu na kuna kazi ya watu. Sasa hapo ndipo kuna kuanga na kasoro, lakini watu hawajaelewa kuna kazi ambaye Mungu anavaa afanye na kuna kazi inavaa mwanadamu aitekeleze. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Elisha, Biblia inasema kwamba Elisha alipitia katika mji mmoja wa Sinai, na alipopitia katika mji ule, Biblia inasema kwamba Elisha alikuwa na Mungu. Elisha alikuwa na Mungu, na Elisha ndiye alinena neno ili mwanamke huyu ambaye ni Shunammite woman apate mtoto. Alitogether. Kwa hivyo kuna kazi ambayo ilikuwa inahitajika katika Elisha. Unaona ana Mungu. Alitogether. Na anatembea na Mungu. Lakini hata angali anatembea na Mungu, alikuwa anahitaji huyu mama, ili huyu mama aagize mume wake atengeneze kanyumba kwa ajili ya Elisha. Sio Mungu alikuwa atengeneze kanyumba ya Elisha. Kwa hivyo katika maisha yako kuna mtu anahitajika ambaye ameamrishwa na Mungu, ili sasa kazi ile ambaye anavaa afanye aifanye. Kanisa kama hii sio ati hakuna Mungu, kuna Mungu, lakini kunaye wale watu ambaye Mungu anataka wasimame katika pengo yako. Maisha yako sio kusema kwamba hauna Mungu, lakini kunaye yule mtu anavaa asimame mahali pale, ili yule mtu sasa asaidiane mambo kadhaa katika maisha yako. Katika biashara yako kunaye wale watu wanahitajika pale, ili sasa ukiweka biashara wale watu wazuri wakuja wanunue. Am I speaking somebody? Sasa katika maisha yako jioni ya leo, na achilia watu wazuri katika maisha yako, ili sasa wasaidiane na maisha yako, ili maisha yako isiwe na ugumu ambayo umekuja katika mambo mengine yako. Ni kwa maana kumekosekana ya wale watu. Umenisikiza vizuri? Alitogether. Na Biblia inasema kwamba Elisha alikuwa anapita mahali pale, kila wakati anapita mahali pale. Na ikafika wakati yule mama akasikia, sasa huyu mtu ambaye anapita hapa wa Mungu, huyu mtu ni wa Mungu. Alitogether. Na hata akali ni wa Mungu. Kuna
kuna watu ambaye anahitaji wa Mungu pia, ambaye wanatekeleza kazi fulani katika maisha yake. Wewe ile kitu imekosekana kwako, sio Mungu amekosekana, ni watu. Glory be to Jesus. Alafu hata watu ambaye watakupendekeza kwa vitu fulani, watu fulani wakupendekeze katika kitu fulani, ama watu fulani, ama mahali fulani. Na ikiwa kuna ombi nataka tuombe tukiingia mwaka wa 2026, ni Mungu atume watu wazuri katika maisha yako ili wakupendekeze katika mambo fulani. Are we together? Kwa sababu ile kitu imekosekana kwako ni hawa watu. Hautilaniita. Ni na ombi ambalo tutaomba ili tuingie mwaka wa 2026 ama kuanzia hapa, ni Mungu alete watu ambaye wanafaa wawe katika maisha yako. Na nikijibwe kulia tungitura na umutuleine wao ona windangai ona wimwega muthiriti no tigai wina thiri. No growing, you have a career, you are a businessman or a businesswoman, lakini hiyo biashara yako ikose wale watu wanavaa katika ile biashara. Are you together? Na ile jambo limetatiza watu wengi. Unaomba unafanya 41st day, unafanya maombi for 40 days, unajipeana, unafunga, lakini wacha nikueleze, kuna ombi inavaa uiombe sasa, ya kwamba unapoingia sasa kilele cha mwaka 25 na ni Disemba sasa, anza kumwambia Mungu kuanzia leo katika jina la Yesu, I need good people in my life. I need good people in my career. I need good people in my business. Hakutile yuwavega. Bwana Yesu asifiwe. Elisha ana Mungu. Wewe una Mungu. Ewe kinyando akimuru ragia ono ukore kinyamundu gakiria tiriri. Na kweli Ngai akoragwo ari hamwe na seriously. Madam Catherine, Ngai aturaga ari hamwe nayo from the word to. Are we together? Ona tihindi abadiliria nawe. Tukithoma Jeremia 1 verse, I think verse 4. You are hata kabla hujatoka tumboni ya mama yako nilikujua wewe na nikakufahamu. Sio saa hii amekujua, anakujua. Are we together? Mepata pale Jeremia 1 verse 4. Jeremia 1 verse 4 inasema, neno la Bwana lilinijia kusema. Adraini that. Neno la Bwana lilinijia kusema. Kabla sijakuumba. Dr. Molini, kabla hujazaliwa, kabla hatuja toka tumboni za mama zetu, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Adraini that. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Tufikishe hapa fellowship ya leo. Ni Mungu hayuko pamoja na sisi, ama ni watu ambaye wazuri hawajakuwa pamoja nasi. Kwa maana kulingana na Biblia inasema hata kabla tuendelee, inasema na magana ile mstari, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Hapo sika vizuri mama Presi. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Kwa hivyo hapo ni sasa hata kabla. Na hapo watu wa kisayansi ni vizuri wajue hiyo maneno. Kwa sababu watu wanasemaga ya kwamba mlisoma shule. Mwadhomili ati mtoto anatoka kwa mume na inyo mwana watu watemile niye joe.
Si mnajua hivyo? Na Biblia hapa inasema ya kwamba na Mariamu hata kabla mama yako na baba yako hawajakutana na hawajajuana, Mungu alimjua. Na ikiwa alimjua wakati ule, sasa katika jina la Yesu ninajua huyu Mungu yuko pamoja na mimi. Na unapojua Mungu yuko pamoja na wewe, sasa jitie nguvu. Sasa ile ombi inafaa sasa ni kumuomba Mungu sasa alete watu wazuri katika maisha yako. Na kuanzia leo naomba Mungu alete watu wazuri juu yako, kalia yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini inaleta watu wazuri katika maisha yako? Point number 1. Ni nini hiyo inaleta watu wazuri katika maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Mungu tu ndiye aliyetuna uwezo wa kukuletea watu wazuri katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Kuna mtu mmoja ambaye alikuja. Kuna mtu mmoja ambaye alikuwa na tusome Genesis 41. Genesis 41 kuna mstari kuna mistari mingi pale, lakini nataka kusoma katika Genesis 41 from 8. Genesis 41 from 8 kuna kitu inasema pale. Nasema kuna mtu ambaye walikuwa gereza na Joseph. Genesis 41 verse 8 inasema, Genesis 41 verse 8 inasema, hata asubuhi roho yake ikafadhaika, akapeleka watu kuwaita waganga wote wa Misri na watu wote wenye hekima walioko. Farao akawahadithia ndoto yake, wala hakuna aliyeweza kumfasiria Farao mambo hayo. Basi mkuu wa washozaji akawaambia Farao akisema, na yakumbuka makosa yangu leo. Farao aliwakasirikia watumwa wake, akanitia nifungwe nyumbani mwa mkuu wa askari, mimi na mkuu wa waokaji. Tukaota ndoto usiku mmoja, mimi na wewe, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake tukaota. Na huko pamoja nasi palikuwa na kijana Mwibrania. Tulipita hapo vizuri. Na huko pamoja nasi palikuwa na kijana Mwibrania, mtumishi wa mkuu wa askari. Tukamhadithia, naye akatufasiria ndoto zetu. Akamfasiria kila mtu kama ilivyokuwa ndoto yake. Ikawa kama vile alivyotutafsiria ndivyo ilivyotokea. Mimi nalirudishwa katika kazi yangu, na yeye alitundikwa. Ndipo Farao akapeleka watu, akamwita Yusufu, wakamleta upesi kutoka gizani. Akanyoa, akabadili nguo zake na kuingia kwa Farao. Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto, wala hakuna awezaye kunifasiria, nami nimesikia habari zako. Hapo kuna kitu nataka tushikane na wewe. Unaona, kulikuwa na watu wawili kwa jela, Baba Nicholas. Lakini huyu mtu ambaye alikuwa mkubwa mahali fulani, na wakaota ndoto wakiwa kwa gereza, na wakati alipoota ndoto wakiwa kwa gereza, Biblia inasema kwamba kulikuwa na kijana mmoja Mwibrania. Na huyu kijana mmoja Mwibrania, wakati tulimweleza ndoto zetu, alitueleza vile ilikuwa itimie. Na sasa tumemkumbuka. Wakati wewe Farao umeota, na sasa ili sasa ndoto la Yusufu ya Joseph ifikanie, ilisaidiwa kufikania na huyu mtu ambaye alisema vile aliwaliota
akapeleka kwa Farao. Unajua ile kitu inafaa ni mtu ambaye atakushika vizuri na atakuelewa vizuri, ili naye asaidiwe akulete, ili yakoba katika maisha yako ifikanie vizuri katika ndoto. Sasa wakati Yusufu aliletwa pale na wale watu walikuwa gereza, hao ndio walimsaidia Joseph kutoka gereza. Tusomee pale tumalizie. Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto, wala hakuna awezaye kunifasiria. Nami nimesikia habari zako, ya kwamba usikiapo ndoto waweza kuifasiri. Yusufu akamjibu Farao akisema, si mimi, Mungu atampa Farao majibu ya amani. Farao akamwambia Yusufu, katika ndoto yangu nalikuwa nikisimama ukingoni mwa mto, na tazama, ng'ombe 7 wanatoka mtoni, wanono wazuri wakajilisha manyasini. Kisha tazama, ng'ombe 7 wengine wakapanda baada yao, dhaifu wabaya sana, wamekonda katika nchi yote ya Misri, sijaona kama hao kwa udhaifu. Na hao ng'ombe waliokonda wabaya wakawala wale ng'ombe 7 wa kwanza wale wanono. Na walipokwisha kuwala, haikutambulikana ya kwamba wamelala, bali wakaonekana wabaya kama kwanza. Basi nikaamka, kisha nikaona katika ndoto yangu, na tazama, masuke 7 yanatokeza katika mbua moja, mema yamejaa. Na tazama, masuke 7 membamba dhaifu, yamekaushwa na upepo wa mashariki, yakatokeza baada yao. Na hayo masuke dhaifu yakameza yale masuke 7 mema. Nami nikawaambia, kufikisha hapo kidogo. Sasa sinaona hao watu walikuwa gereza, wamepeleka Yusufu pale, ili sasa ile kitu iliyo ndani yake itokee mbele ya mfalme. Unajua ile kitu inavaa katika maisha yako ni upate mtu mzuri katika maisha yako, ili maisha yako ifikishwe mahali inavaa hivi. Glory be to Jesus. Nimekueleza ni nani anapatiana watu wazuri. Unajua maisha yako unaomba financial breakthrough. Financial breakthrough. Unaomba financial breakthrough. Unaomba Mungu akuponye. Unaomba upate nyumba nzuri na gari nzuri. Lakini wacha nikueleze, ili upate ile vitu, nisike vizuri. Ili upate ile vitu vyote unayehitaji, gari nzuri, financial breakthrough, biashara nzuri, nyumba nzuri, kuna watu unahitaji hapa. Na nimekueleza hao watu ni Mungu tu anaweza kupatia. Ni ombi ya aina gani hapo unavaa uombe sasa? Kwa maana si ombi tu la kawaida. Na ndipo ninasema kwamba kitabu cha Mathayo 7:7, omba na utapatiwa, tafuta na utapata. Sasa hapa ndipo kazi iko, kutafuta. Hapa ndipo kazi iko. Omba utapewa. Na unaona hapa, ili upewe, ili upatiwe, glory be to Jesus. Lazima sasa tena tunafuatana mambo matatu. Omba utapewa, tafuta utaona. Hapa kutafuta ili mtu aone, hapo ndipo kuna hitaji neema. Kwa sababu tunaomba, lakini hapa ili utafute upate.
kutafuta upate. Hapa ndipo neema inavaa injili. Tarekekweleweka ili hii spika ipatikane, maombi ilikuwa aitugee, lakini kutafuta mtu wa kuleta hii spika hapa, hiyo ndio vita iko pale. Mavazi unaomba upewe, lakini kutafuta upate, hapo ndipo Mungu anahitaji alete wale watu. Na saa hii katika jina la Yesu na achilia watu wazuri juu ya maisha yao. Watu wanaletwa na nini? Wale wazuri. Genesis 1 inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa. Nchi ilikuwa ukiwa. Sasa katika maisha yako ina ukiwa. Na ukiwa ni kusema kwamba haina mtu. Na maisha ya mtu ya mwanadamu ama ulimwengu wa roho, kila mtu ako na ulimwengu wake. Kuna ulimwengu wa rohoni na ulimwengu sasa tuko. Sasa katika ulimwengu wako ni unakuwa na ukiwa. Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru. Ikawa nuru. Hapo nataka usikie vizuri. Na Mungu akasema na iwe nuru. Rudia hapo. Mungu akasema na iwe nuru. Eleza mwenzako, na Mungu akasema na iwe nuru. Ndio Mungu usioge, na Mungu akasema na iwe nuru. Sasa hapo ndipo inahitaji uwezo wa neno uingie kwako, ili sasa na iwe na watu wazuri. Maisha yako na iwe na watu wazuri, na biashara yako na iwe na watu wazuri, na karia yako na iwe na watu wazuri. Na kuanzia sasa katika jina safi la Yesu, na kanisa la Faith Manifestation Karatina na iwe na watu wazuri katika jina safi la Yesu. Na karia ya Bishop Ivan Choroge na iwe na watu wazuri katika jina la Yesu. Na nyumba yako na watoto wako wapate watu wazuri. Mungu akasema, iwe nuru. Ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Umeelewa hapa? Sasa Mungu ndiye anapanga. Kuna mipako anapanga ili dunia iwe na mipangilio. Sasa ili maisha yako iwe na mipangilio, ili katika ulimwengu wako ushikane vizuri, unahitaji huyu Mungu sasa. Na fellowship ya leo tutamsihi huyu Mungu, ili huyu Mungu atusaidie, ili atuletee mipangilio yake katika ulimwengu wetu wa rohoni na katika physical sasa. Inua mkono, sema Baba, kwa jina la Yesu naomba neno lako liingie maishani mwangu, lilete mipangilio katika maisha yangu, ilete watu wazuri katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Glory be to Jesus. Basi hao watu na ndiposa unaona hao watu wazuri
Hawitugenda. Hao watu wazuri, shetani upigana na wao usiku na mchana, kwa maana anajua wakija kwako maisha yako itainuka. Sasa ile kitu shetani hufanya ni kuwazuilia waje kwako. Hiyo ndio vita kali, kwa maana anawazuilia. Na tulisoma hapo second or first at Thessaloniki. Is it first or second at Thessaloniki? First at Thessaloniki 2 verse 17. Tusome First Thessalonians 2:17 inasema, lakini sisi ndugu, tukiwa tumefarakana nani kwa kitambo, kwa uso si kwa moyo, tulizidi kutamani kwa shauku. Tulifanya nini? Tulizidi kutamani kwa shauku nyingi. Tulizidi kutamani kwa shauku nyingi. Kutamani kwa shauku nyingi. Tuanze pale. Ati walikuwa nafanya nini? Lakini sisi nitaya shikeni hapa vizuri. Nani anasema hivyo? Walitamani ni Paulo. Kwa hivyo hata watu wazuri saa ingine wanatamani. Are we together? Lakini sisi ndugu, tukiwa tumefarakana nanyi kwa kitambo, kwa uso si kwa moyo, tulizidi kutamani kwa shauku nyingi. Kuwaona nyuso zenu. Kufanya nini? Kuwaona nyuso zenu. Unaona sasa, hata kuonana uso. Kuona nini? Tulizidi kutamani kwa shauku nyingi kuona nyuso zenu. Kwa hiyo tulitaka kuja kwenu. Tulitaka nini? Kuja kwenu. Tulitaka kuja kwenu. Adraini that. Kwa hivyo jambo la kwanza walitamani kuonana na nyuso za watu wa Thessaloniki. Jambo la pili, kuja. Unaona? Kwa sababu watu wazuri na watu wa kuinua maisha yao wana maana ya aina nyingi. Lakini tuendelee pale. Kwa hiyo tulitaka kuja kwenu. Naam, mimi Paulo mara ya kwanza na mara ya pili. Mimi Paulo mara ya kwanza na mara ya pili. Kwa hivyo alizuiliwa mara ya kwanza, akazuiliwa mara ya pili, na shetani akatuzuia. Unasikia pale? Nani amewazuilia mara ya kwanza? Tena mara ya nini? Pili. Shetani akatuzuia. Kwa hivyo ile vita ambayo inahitajika katika calling yako na katika mwito wako, yaani katika karia yako na katika vision zako na katika hata kanisa, ni kukemea hii shetani ambaye inazuilia watu wazuri katika maisha yako. Na jioni ya leo nakemea hii shetani ambaye inazuilia watu wazuri katika maisha yako na katika business yako ya aina yote. Kila mtu ako na business yake. Na wacha nikueleze, shetani huzuilia business yako na karia yako na destiny yako. Kuna watu kuna watu ambaye shetani anawazuilia kuja kwako.
na nilichoona kati biashara Mungu anaabilia na abilia akianzia biashara hivyo, wale watu wanakuja katika biashara yao ni watu wa kukopa. Na ukiona watu wa kukopa katika biashara, hawa hawajatumwa na Mungu. Ukionanwa biashara yako ya kugea nando marami kopa nego direnda kudia. Sasa wale watu wazuri ni wale wananunua cash, sio watu ambao wanakopa kopa. Awituke nilimwambia mada ya kwamba kuna mada moja alikuwa kwa online, alikuwa anasema kwamba alikopa pesa na akaanza biashara, lakini hakuna watu wanakuja kununua, na anaitishwa na banki. Alikopa pesa kwa banki na banki inamuitisha, kama vile unaweza kopa loan ujenge nyumba. Wale watu wamekuja katika nyumba hiyo wakopoe, na hao hawalipi, na unaitishwa kwa banki. Sasa hao watu sio watu wazuri. Sema ya kwamba wanadamu hapia na hata mkosa pesa ni shetani. Kwa maana hata mkosa pesa, shetani anaweza zuilia pesa zako. Kukosa pesa ni shetani anaizuilia, ili sasa ukose pesa, ili sasa uingie kwa mambo mengine. Kwa hivyo shetani huzuilia mambo mengi, anazuilia pesa, anazuilia elimu yako, anazuilia position yako, anazuilia watoto wako, anazuilia mke wako na mume wako. Kwa hivyo vitu vyote vizuri, kazi ya shetani ni kuzuilia. Na leo katika jina la Yesu, we will fight until we win. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Unawezaje sasa wewe kama Mkristo, ili sasa uweze kupata ile nguvu, ili sasa ile nguvu ilete wale watu kwako? Jambo la kwanza is Deuteronomy 8:18. Inasema kwamba ni mimi hupatiana nguvu ya utajiri. Is Deuteronomy 8:18. Inasema Deuteronomy 8:18 inasema bali utamkumbuka Bwana Mungu, basi utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. And that sasa, ili tupate ile nguvu ya kulete wale watu, ya kulete ile wale watu wazuri katika maisha yako, unahitaji hii nguvu kutoka kwa Mungu. Sasa ili ile nguvu ilete wale watu, kwa hivyo ili mambo fulani iwe kwako, unahitaji nguvu fulani. Awituke hapo utashika vizuri. Ili kitu chochote ije kwako, sikiza vizuri, ili kitu chochote kije kwako, kuna nguvu ambaye inahitajika hapa, ili ilete ile kitu. Awituke na ndipo Biblia inasema hapo Kumbukumbu la 38:8, mimi ndiye hulete ile nguvu ya kulete utajiri. Awituke si kimesema hivi, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Hapo umeshika siariti, maana Mungu ndiye kupatia nguvu ya kupata. Kwa hivyo kuna nguvu inahitajika ili ilete ile kitu inahitajika pale. Na sasa katika jina la Yesu naitisha ile nguvu kwa Yesu Kristo, ilete watu wazuri kwao, ilete baraka kwao. Kwa hivyo kuna nguvu inahitajika hapa. Naomba hii nguvu
Haleluya. Na sasa katika jina la Yesu, wacha sasa tupatie ule uwezo. Kuna wakati nimweleza kwamba mtu akinidanganya aninyang'anye 1,000, hiyo sio haja kwao. Ile nguvu ilete ile 1,000 ndio ninashughulikia. Bwana Yesu asifiwe. Gayule wangu ya ile faith manifestation church. Yule Mungu alimleta faith manifestation church. Ule Mungu ndiye sasa anahitajika sana. Mtu akinyang'anya 1,000 na ile nguvu ilete ile 1,000. Fuatana ile nguvu sasa. Na leo katika jina la Yesu, watu tupokee. Inua mkono wako sema Baba, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wewe Yesu Kristo. Wewe Yesu Kristo. Ndio unapeana nguvu. Ndio unapeana. Ya kuleta vitu nzuri. Ya kuleta vitu nzuri. Nimepokea hii nguvu. Nimepokea hii. Kwa jina la Baba. Kwa jina la Baba. Na la Mwana. Na la Mwana. Na Roho Mtakatifu. Sema amen. Amen. Sasa simama na miguu yako ili ya kwamba uombe dakika moja. Umwambie sasa, naomba Mungu wako nguvu yako iniletee. Watu nimeona sasa ni watu nimekosa wale wazuri katika maisha yao na niposa na teseka. Naomba leo kwa jina la Yesu nipate wale watu wazuri. Biblia inasema wakati wa Israeli walikaa katika nchi ya Misri miaka 430. Mungu alituma Musa ili Musa awatoe katika nchi ya Misri. Naomba ewe Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliyejitoa ili mimi nipate ukombozi. Naomba leo na ndiposa Yesu ulijitoa ili mimi nipate kuishi, ili mimi nipate mtu wa kunikomboa. Na Yesu Kristo mwana wa Mungu, wewe ndiye Mungu mzuri. Yesu Kristo, ingilia maisha yako kuanzia sasa. Wewe Yesu ndiye mzuri katika maisha yako. Naomba nguvu sasa ya kuniletea watu wazuri katika maisha yako na katika biashara yako, katika jina la Yesu. Naitisha hii nguvu sasa, naitisha hii nguvu sasa katika jina la Yesu. Fellowship ya leo kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Riba baba ya ndarararaka, riba baba ya ndarararaka, raba sataka ya ndira, risataka ya ndararara, laba ya ntaya jobaraba, riba baba ya ntaya jobaraba, kata ya jairaba ikata, riba baba ya ndirara sata, kata ya jobaraba ikata. Naomba leo kwa jina la Yesu, raba sataka ya ndiriba, rasata narakata, riba baba ya ndirara sata, kata ya jobaraba baba, rasata narakata, riba baba ya ndirara. Jehova kwa jina la Yesu, Jehova kwa jina la Yesu, naomba leo kwa jina lako. Kumbe Mungu kwa pamoja na mimi ni watu wazuri nimekosa, na ile nguvu sasa ape inaleta watu wazuri, na si nguvu nyingine, ni nguvu ya damu ya Yesu, ni nguvu ya damu ya Yesu, ni nguvu ya damu ya Yesu, ni nguvu ya damu ya Yesu. Naitisha hii nguvu ya damu ya Yesu iwe pamoja na mimi katika jina la Yesu. Naitisha hii nguvu ya damu ya Yesu Kristo ili ya kwamba inisaidie, ili ya kwamba inifungulie njia. Kifungo ambaye nilifungwa na itisha damu ya Yesu. Raba baba ya ndarara kaka, resete kayandera baba, rasata kayandara baba, lasata kayandera, resete kayandera kaka, raba baba ya Jehova, rasata kayanda. Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus. Na damu ya Yesu, na damu ya Yesu iniletee hii nguvu, na damu ya Yesu, na
Kristo. Naomba damu ya Yesu Kristo. Naitisha damu ya Yesu Kristo. Adhuhuri ya leo naitisha damu ya Yesu. Naitisha damu ya Yesu. Naitisha damu ya Yesu iwe pamoja na mimi. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu iniletee nguvu na iniletee watu wazuri katika maisha yangu, kwa maana Baba unaweza. Asante jioni ya leo, kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu. Asante sasa, asante Yesu. Nasema hakuna Mungu mwingine kama wewe unayeweza mambo yote katika maisha yangu. Sasa inua mkono wako mbele za Bwana, tuombe pamoja. Sema nyuma yangu: Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Neno lako limenifahamisha. Neno lako limenifahamisha. Ulinijua hata kabla sijatoka tumboni mwa mama yangu. Na leo Mungu, nimejua umekuwa pamoja na mimi maisha yangu yote. Leo nimekusihi unipatie watu wazuri maishani mwangu, kwa jina la Yesu, kwa maana unaweza. Nipatie watu wazuri, nitumie watu wazuri katika jina la Yesu, ili kalia yangu na maono yangu na mwito wangu na ndoto zangu iwe sawa. Iletee watu wazuri maishani mwangu, kwa maana Baba unaweza, una nguvu. Nimeitisha ile nguvu ya kulete watu wazuri, na kuanzia sasa nimepokea nguvu ya kulete watu wazuri maishani mwangu, na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na tumeamini. Tuseme amen and amen and amen and amen. Sasa katika jina la Yesu, I want to anoint you in the mighty name of Jesus. Damu ya Yesu ndiyo iliyo na uwezo zaidi katika maisha yetu. Na sasa kwa jina la Yesu, I want to anoint your hearts, ili ya kwamba katika maisha yako wanaenda kuoke. Nataka mkuje, nataka ni anoint mikono yenu, ikiwa sasa tumefanya kitu naita agreement. Tumefanya kitu naita agreement kwa jina la Yesu. Unajua ni vyema kufanya agreement, maombi ya agreement. In the name of the Father, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Sasa katika jina la Yesu Kristo. The name of the Father. Tumepokea katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Sasa paka watu walio online, kwa maana siwezi kuwapaka, na achilia hiyo anointing kwako katika jina safi la Yesu, na kuanointi mahali uliko sasa, ili ile anointing ilete watu wazuri katika maisha yako, na katika kalia yako ilete watu wazuri, na katika nyumba yako ilete watu wazuri, na katika maisha yako watu wazuri wako, katika jina safi la Yesu. Na kuanzia sasa, kwa jina safi la Yesu, kwa jina safi la Yesu, tumepokea sasa. In the name of the Father, the Son,
the Holy Spirit of the Lord Jesus. Amen and amen and amen and amen. Glory